kazi na utu, lishe bora. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu Grace Magembe, mganga mkuu wa serikali, mkurugenzi wa idara ya afya, lishe na ustawi wa jamii, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, mkurugenzi msaidizi huduma za lishe, wizara ya afya, wadau wetu wa maendeleo wakiongozwa na mwenyekiti wa DPG Nutrition kutoka UNICEF, FAO, Action Against Hunger and Save the Children. Wadhamini wa mkutano huu wakiongozwa na Soleo Tanzania, Hasafa pamoja na Anudha. Wakufunzi kutoka vyuo vikuu, lakini pia tunaye mkuu wa chuo kutoka chuo cha VETA Mikumi, vyama rafiki TAFST, wanataaluma wote wa lishe mliopo hapa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Habarini za asubuhi. Karibuni sana Dodoma. Karibuni kwenye mkutano wa mkuu wa 4 wa chama chetu. Lishe bora. Kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kuhudhuria tukio hili la kuwa na mkutano wa 4 wa chama wenye kauli mbiu inayosema lishe bora, taifa bora. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama cha wanataaluma wa lishe TNDA kinachukua nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwa serikali chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Afya na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kuongeza idadi ya maafisa lishe kwa kiasi kikubwa, kusaini mikataba mbalimbali ya lishe na kusimamia utekelezaji wake. Jitihada hizo zimeweza kufanikisha masuala ya lishe nchini kuwa kipaumbele katika kuboresha afya ya jamii na kupunguza changamoto zitokanazo na lishe. Pili, tunakushukuru wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kwako kujumuika nasi katika siku hii adhimu ambayo wanataaluma wa lishe kwa pamoja tunakutana kwa mara ya 4 katika mkutano mkuu ili kujadiliana kwa pamoja juu ya mambo mbalimbali kuhusu chama, maslahi ya wanataaluma na ustawi wa wanataaluma kwa ujumla wake. Tatu, tunawashukuru wageni wetu waalikwa wote walioshiriki na kukubali mwaliko wa kushiriki nasi katika mkutano huu. Kipekee kabisa tunawashukuru wadhamini wote waliotushika mkono na kutuwezesha kufanya mkutano huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama cha wanataaluma wa lishe nchini TNDA, Tanzania Nutrition and Dietetics Association, ni chama cha kitaaluma kilichosajiliwa kwa mujibu wa sheria ya asasi za kiraia ya mwaka 2002 ibara ya 337, na chama kilipata usajili wake rasmi tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2021 kikiwa na wanachama 19. Kwa sasa chama kina jumla ya wanachama 571 na jitihada zingine zinaendelea kusajili wanachama wapya. Kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 19, chama chetu kina muundo wa uongozi kama ifuatavyo: mwenyekiti na makamu mwenyekiti, katibu mkuu, katibu msaidizi, mhazini na makamu mhazini, pamoja na wajumbe 7 wa kamati kuu ambao kwa pamoja wanaunda kamati kuu yenye wajumbe 13. Kamati kuu ina jukumu la kusimamia na kutekeleza shughuli za kila siku za kuendesha chama. Mheshimiwa mgeni rasmi, malengo ya kuanzishwa kwa chama hichi ni kama ifuatavyo: kuleta pamoja wanataaluma wa lishe, kuhakikisha huduma za lishe zinatolewa kwa ubora wa hali ya juu na kwa kuzingatia maadili, kuwa chombo cha uwakilishi cha wanataaluma wa lishe kwenye masuala yote yanayowahusu,
kulinda haki, maslahi, vipaumbele na ustawi wa wanachama wake, kuhamasisha na kufanya tafiti kwenye maeneo ya tiba-lishe na afya ya jamii, kutoa taarifa za utafiti na machapisho mbalimbali kwa kutumia lugha rahisi, kutayarisha na kuendesha semina, warsha na mafunzo mbalimbali ili kuwajengea uwezo na kuwaongezea maarifa wanachama wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha tunaitumia siku hii kama fursa nyingine ya kukumbushana wajibu wetu kwa jamii, kubadilishana uzoefu na kujengeana uwezo kwenye maeneo yanayohusu majukumu yetu, kwa kuelewa kwamba kujiendeleza kiujuzi na kupata mafunzo ni moja kati ya nyenzo muhimu kwenye kuongeza tija na ufanisi kwenye majukumu yetu. Hivyo basi, Chama cha Wanataaluma wa Lishe nchini kimedhamiria kuhakikisha wanachama wake tunapata mafunzo, semina na warsha mara kwa mara ili kuleta tija kwa jamii na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mara nyingine tunakushukuru wewe mgeni rasmi kwa kukubali kuwa nasi ili uweze kusikia mafanikio na jitihada zilizofanywa na chama chetu pamoja na changamoto mbalimbali za taaluma ya lishe. Nikianza na mafanikio, Mheshimiwa mgeni rasmi, Chama cha Wanataaluma wa Lishe nchini kimefanikiwa kufanya yafuatayo: kuandaa mikutano mikuu minne ya chama hadi sasa, kuongeza idadi ya wanachama kutoka 287 mwaka 2025 hadi 571 mwaka 2026, kusaidia kufanikisha mchakato wa kuwasajili wanataaluma wa lishe tiba, yani clinical nutrition, katika Baraza la Madaktari MCT ili waweze kufanya mitihani na kufanya mafunzo kwa vitendo ili kukamilisha mtaala wa masomo yao. Kushiriki katika kikao kazi cha uandaaji wa mapendekezo ya muundo wa utumishi wa kada ya lishe. Kushiriki katika kikao kazi cha uanzishwaji wa mtaala wa stashahada ya lishe ya tiba-lishe, Diploma in Clinical Nutrition. Kushiriki katika kikao kazi cha uandaaji wa mwongozo wa utekelezaji wa tiba-lishe, Clinical Nutrition Guideline. Kushiriki katika mikutano ya wadau wa lishe kuhusu mpango jumuishi MNAP2 inayoandaliwa na Ofisi ya Rais TAMISEMI kila mwaka. Pia tulishiriki kukimbiza mbio za Mwenge mwaka 2025. Na vile tumefanikiwa kuwezesha viambata mbalimbali, barua za recommendation kwa wanataaluma zaidi ya 4 kwenda nje ya nchi kujifunza na kupata uzoefu mbalimbali kuhusu taaluma ya lishe. Nchi hizo ni kama Marekani, Sweden, Scotland pamoja na Kenya. Pia tumeanzisha matawi katika vyuo, mfano Chuo Kikuu cha Sokoine. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio tuliyoeleza, bado kuna changamoto kuu 3 zinazokabili taaluma ya lishe na chama kwa ujumla. Changamoto ya kwanza ni kutokuwepo kwa chombo cha usimamizi wa taaluma au regulatory board kitakachosimamia usajili, maadili na utendaji wa wanataaluma wa lishe nchini. Pia wanataaluma wanapata changamoto ya kutotambuliwa ipasavyo kwa kada ya lishe katika muundo wa mshahara wa sekta ya afya, yani TGHS, Tanzania Government Health Scale, ilhali wanataaluma wa lishe wanatekeleza majukumu ya moja kwa moja ya kitabibu na kinga katika vituo vya huduma za afya. Hali hii imekuwa ikiathiri motisha, hadhi ya taaluma na usawa wa kimfumo
ikilinganishwa na kada nyingine za afya zenye majukumu yanayofanana au kushabihiana. Kutokuwepo kwa mwongozo rasmi wa kitaifa wa utoaji wa huduma za lishe katika ngazi za vituo vya afya, jambo linalopelekea utofauti wa utoaji wa huduma na wakati mwingine kupunguza ubora wa huduma hizo. Pamoja na changamoto hizo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna maombi. Chama cha Wanataaluma wa Lishe Tanzania TMDA kinaomba kwa heshima kubwa upokee maombi yafuatayo: kuanzishwa kwa Baraza Regulatory Board litakalosimamia taaluma ya chakula, lishe na tiba lishe. Tunapendekeza mchakato wa uanzishwaji wa baraza ukamilike ndani ya mwaka huu 2026 ili baraza liweze kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa manufaa ya taifa. Kutambuliwa ipasavyo kwa kada ya lishe katika muundo wa mishahara ya sekta ya afya TGHS. Kuwepo kwa mwongozo rasmi wa kitaifa wa utoaji wa huduma za lishe katika ngazi zote za vituo vya afya. Kuwepo kwa mafunzo yani capacity building ya mara kwa mara ya tiba lishe ya muda mfupi angalau miezi 6 kwa wanataaluma wa lishe ambao tayari wako kwenye mahospitali na wanaendelea na utendaji kazi ili kuweza kuimarisha zaidi kitaaluma. Pia chama tunaomba ofisi rasmi ndani ya majengo ya Wizara ya Afya yaliyopo mkoani Dar es Salaam. Hii itasaidia kuimarisha uratibu wa kitaifa, kuongeza uwajibikaji na utambulisho wa kitaaluma, kuwezesha utoaji wa huduma kwa wanachama kwa ufanisi, kusaidia utekelezaji wa mikakati ya taifa ya lishe na kupunguza gharama za uendeshaji wa chama. Hitimisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho tunapenda kuchukua nafasi hii tena kukupongeza sana kwa kujumuika nasi kwenye tukio hili kubwa kwa chama chetu. Tunakuombea kwa Mungu afya njema, umri mrefu wenye baraka na fanaka tele, wewe na familia yako, ili uweze kuendelea kutekeleza majukumu yako kwa ufanisi mkubwa, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuyatatua yale yote yenye changamoto kwa maslahi ya sekta ya lishe na taifa kwa ujumla. Sisi viongozi wa Chama cha Wanataaluma wa Lishe tunaahidi kutumia ushauri na busara zako katika kutekeleza majukumu yetu, kwani mchango wako ni muhimu sana katika kukiimarisha chama na taaluma ya lishe kwa ujumla. Lakini pia sisi viongozi tunaahidi kuhakikisha wanataaluma wanatimiza majukumu yao kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu na kwa kuzingatia maadili, ili tija ya kazi zetu ikaendelee kuonekana moja kwa moja kwenye jamii yetu na taifa kwa ujumla. Mungu atubariki sote katika juhudi zetu za ujenzi wa taifa. Lishe bora. Asante sana. Makofi mengi sana. Tanzania atakuja kukabidhi risala hiyo kwa mgeni rasmi, tutawasumbua meza kuu muipokee. Tasimama sijui. Asante. Naweka kumbukumbu, tupige makofi. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa. Tukushukuru sana mwenyekiti wetu kwa nasaha hizi ambazo naamini umewakilisha wanataaluma wote.